Taasisi ya saratani ya Ocean Road ni kituo kikuu cha matibabu ya saratani hapa nchini, na taasisi hii imekuwa ikitoa huduma ikiwemo za uchunguzi, tiba pamoja na matibabu ambayo imekuwa ikifanya na ufuatiliaji wa wagonjwa wa saratani. CHAQUA pia imekuwa ikitoa huduma nyingine muhimu na mbalimbali katika sekta hii ya afya, na tutajadili kuhusiana na kile ambacho kinafanywa na taasisi hii, lakini kipekee pia kupitia uongozi ambao umekuwepo kwa sasa katika kuendesha taasisi hii, lakini tutafahamu mengi kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa taasisi hii ya saratani ya Ocean Road ambaye tumemwalika hapa, Dr. Diwani Msemo. Karibu sana daktari. Asante sana. Karibu sana Dr. Asante. Habari za Ocean Road? Ocean Road ni njema. Ocean Road ni njema. Karibuni mpima saratani. Shukrani sana na tunashukuru, na pengine tuanzie mwanzo kufahamu kwanza kuhusu safari yako na taaluma mpaka kufikia sasa. Kwa muhtasari, maana tunafahamu yapo mengi. Ni sahihi kabisa. Actually wakati niko hapo nasubiri mnite, aliwasiliana, nilimwambia rafiki yangu mmoja ambaye ni commissioner, mmoja kati ya makamishna. Nikamwambia niko nasubiri kipindi cha Morning Trumpet. Akaniambia nakumbuka jinsi ulivyokuwa unatuburuza kwenye somo la biology wakati ukiwa O-level. na hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa, kwamba nilitokea kuyapenda haya masomo ya science, na mpaka walimu wangu walikuwa wamesema kwamba wewe utakuwa ni daktari tu. Kwa hiyo wanasema mdomo huumba. Na mimi nikatokea pia kuyapenda hayo kwa sababu nilikuwa nimependa kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo baada ya kumaliza masomo ya sekondari nikaenda chuo kikuu cha Makerere nikasoma udaktari. Sasa ni kwa nini niliamua kuwa daktari wa saratani? Hiyo is another story, kwamba babu yangu alifariki na saratani ya mifupa inaitwa osteosarcoma, babu yangu. Kwa hiyo na yeye mwenyewe alikuwa amekataa kabisa kwamba asikatwe mguu wakati ule. Tiba ilikuwa ni kukata mguu tu. Mimi nilikuwa mdogo sana wakati mdogo sana. Lakini nilifanya kuzipata hizo habari. Kwa hiyo nikawa katika taratibu angalia kwamba okay, hiki kilichomua babu yangu ni kitu gani. Kwa hiyo toka wakati niko Makerere nilitokea kuwa nafanya kazi part time pale kwenye idara ya kansa pale Uganda. Kwa hiyo nikawa nimedevelop interest katika hilo eneo. Niliporudi Tanzania nikamaliza masomo internship, and there baada nikajiunga na taasisi ya saratani ya Ocean Road. Wakati ndio ilikuwa imeshaanzishwa kama miaka miwili mwanzoni. And then baada hapa nikaenda South Africa kubobea katika chuo kikuu cha Witwatersrand. And then baada hapo nikarudi, and then nikaenda chuo kikuu cha Cape Town kusomea masuala ya tiba shufaa au palliative care, mambo ya maumivu na mambo ambayo yanahusiana na hayo. Kwa hiyo kimsingi mimi toka niko sekondari ni kama vile nilikuwa nimeshaamua kwamba nitakuwa daktari. Kwa ufupi naweza nikasema ni hivyo. Na uzoefu wako unakusaidia vipi kwenye majukumu yako hasa ya kuongoza taasisi kubwa kama hii? Kwanza nafanya kitu ambacho ninakipenda. Mimi nimeingia katika hii tasnia sio kwa kulazimishwa au kushawishiwa. Nilitokea kupenda. Kwa hiyo naipenda hii kazi. Sasa nimepewa na Mheshimiwa Rais usimamizi wa hii taasisi ambayo naweza nikasema naifahamu kwa kiasi kubwa, kwa sababu maisha yangu takribani yote ya karibu miaka 28-29 ya utumishi wa umma yamekuwa either pale au yanahusiana na pale. Kwa hiyo ninafanya kitu ambacho ninakipenda, ninafanya kitu ambacho ninakijua. Sasa kwa sababu ninafanya kitu ambacho ninakipenda na ambacho nakijua, ninadhani ninakuwa niko katika nafasi pia ya kukifanya kwa weledi na kwa uzuri zaidi. Na ukizingatia kwamba serikali nayo imekuwa ikitoa mchango mkubwa sana hasa katika hii awamu ya 6, uwekezaji mkubwa sana umefanyika. Kwa hiyo hii inasababisha hata mimi kazi yangu sasa izidi kupendeza kwa ujumla. Ninaweza kusema hivyo. Na kwa wastani kwa taasisi ya Ocean Road mmekuwa mkipokea wagonjwa kiasi gani? Tunapokea wagonjwa takriban 300 hadi 500 kila siku.
Okay, kwenye kliniki yetu ya wagonjwa wa nje. Na wanakuwa ni wapi pamoja na wale wa zamani? Ni wapi pamoja na wa zamani wa marudio. Otherwise kwa mwaka mzima tumekuwa tukihudumia takriban wagonjwa takriban 60,000, wagonjwa kama 54,000, 55 wa marudio na wagonjwa kama 5,000, 6,000 wagonjwa wapya. Katika tasnia ya saratani ukisikia taasisi ambayo inahudumia wagonjwa 5,000, 6,000 wapya kwa mwaka au wagonjwa wa marudio 54,000 ni chache sana katika Afrika ambazo zina ukubwa namna hiyo. Kutokana na tiba yenyewe ya saratani jinsi ilivyo na matayarisho yake, ukisikia kama mtu anahudumia wagonjwa 5,000 taseni sio malaria. Ukisikia mtu anaona wagonjwa 54,000 kwa mwaka ni wagonjwa wengi sana. Inaonyesha kwa upande mmoja inaonyesha ukubwa wa taasisi, lakini kwa upande mwingine inaonyesha ukubwa wa tatizo, sio? Sahihi, ni tatizo ni kubwa kwa sababu ninaweza nikakupata kwa haraka takwimu jinsi ambavyo zilivyo duniani. Mwaka 2022 takwimu zilitolewa kwamba dunia nzima kulikuwa kuna wagonjwa takriban milioni 20 wa saratani kwa mwaka. Na kati ya milioni 20 milioni 9.7 karibu milioni 10 walipoteza maisha. Hiyo ni katika dunia. Katika Tanzania kulikuwa na wagonjwa takriban 45,000 wapya, na kati ya hao 45,000, 29,000, 30,000 walipoteza maisha. Kwa hiyo 1 kwa 3. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba ni tatizo kubwa kiasi gani. Kwa hiyo ni tatizo kubwa kidunia, ni tatizo kubwa kikanda, lakini ni tatizo kubwa katika nchi. Na katika hili na hii idadi ya watu ambao mmekuwa mkipokea kama taasisi, mnahimili vipi kutoa huduma ya kiukamilifu kwa wote hao? Tunahimili kwa sababu tuna mipango mikakati mizuri sana wa kudili na hayo watu. Tuna wataalamu wabobezi wa kutosha. Tulianzisha utaratibu wa kusomesha wataalamu wetu wenyewe kupitia Chuo Kikuu cha Muhimbili, na hiyo imetusaidia kuwezesha kusomesha madaktari wengi, tofauti na wakati nilikuwa nasoma mimi ilikuwa ni lazima uende ukasome nje ya nchi, hapakuwa na hiyo programu hiyo. Kwa hiyo ni watu wachache walikuwa wamesoma. Kwa hiyo tumetayarisha nguvu kazi ya kutosha. Tuna madaktari bingwa bobezi zaidi ya 40, kati ya 40 na 50 hivi. Tumefundisha wauguzi wengi katika tasnia ya saratani. Tunafundisha ma technologist na mwaka jana tumeanzisha programu ya medical physics kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo yes, watu na wagonjwa ni wengi, lakini na sisi tumejipanga na serikali nayo imekuwa ikitupa fedha za kuajiri kila mara kujengea uwezo watu wetu. Kwa hiyo tumejipanga sawa. Tatizo ni kubwa, lakini pia tumejipanga. Na katika hilo daktari, unakiri usemi ama narrative ambayo ipo kwamba kumekuwa na wimbi kubwa la saratani katika miaka hivi karibuni hapa nchini? Nakubali huo usemi, sio tu hapa nchini, lakini ni hali ya kidunia kwa ujumla inaonyesha kwamba sio shwari. Kuna ongezeko kubwa sana. Unadhani ni mambo gani kama mtaalamu? Unadhani ni mambo gani? Kuna mambo mengi. Kuna lifestyle, mpango wa maisha au tunavyoishi, mtindo wa maisha unachangia kwa kiwango kikubwa pia kwa njia moja au nyingine. Watu wanavuta sigara, watu wanakunywa mapombe tu. Alafu tabia nyingine bwete kama kutofanya mazoezi na kula mafuta kupitiliza na vitu kama hivyo vinachangia. Hiyo ni upande mwingine. Lakini upande mwingine pia tukubali ukweli kwamba kadiri ya jinsi ambavyo tumekuwa tukitoa hii elimu ya saratani kwa umma kwa kutumia vyombo vya habari na watu wengine, watu wengi sasa wanajitokeza. Zamani wengi walikuwa wanafia majumbani kwao, maana akipata saratani walikuwa wanaona kama vile ni hukumu ya kifo. Kwa hiyo walikuwa wanakaa majumbani kwao. Kadiri jinsi ambavyo tumeonyesha kwamba hili tatizo halihusiani na ushirikina, ni tatizo kama matatizo mengine na suluhisho lipo. Kwa hiyo wagonjwa wengi wanakuja. Kwa hiyo vitu viwili, kuongezeka kwa uelewa kwa wananchi wetu, lakini pia na lifestyle. Na idadi ya wagonjwa wanaofika kwa kiasi kikubwa wamekuwa wakitokea katika maeneo gani? Maeneo ya kanda ya Ziwa mpaka sasa hivi yanaongoza, lakini nadhani yanaongoza pia kwa sababu kanda ya Ziwa pia kuna watu wengi zaidi kuliko sehemu nyingine pia nchini. Kwa hiyo kanda ya Ziwa wagonjwa wengi wanatoka maeneo hayo na wengine wanatoka maeneo pia ya Kilimanjaro. Lakini sasa changamoto iliyoko katika hili ni kwamba mtu ametoka labda Mwanza, ametoka Kigoma, lakini ana ndugu Dar es Salaam, ameshukia kwa ndugu yake. Kwa hiyo kija anakuambia nimetoka Temeke. Kwa hiyo unaweza kuona kama labda kwa wagonjwa kama wao wametoka Dar es
es Salaam, kumbe Dar es Salaam tu ni sehemu ya kushukia. Kwa hiyo hatujawa na takwimu really sahihi za distribution ya hili tatizo nchi nzima, kwa sababu wengi wanakuja alafu wanashikia kwa ndugu zao. Kwa hiyo anapoambia bana, mimi nimetoka labda Temeke, lakini kumbe ametoka Kilimanjaro. Na katika hiyo pia labda pia kwa kuweka record sawa, na sababu pia kuna vitu vinazungumza kwenye jamii. Kuna watu wanahusisha tatizo labda na baadhi ya maeneo kutokana labda na vitu vinavyopatikana. Kwa mfano, sijui kama mmewahi kusikia, lakini kwa mfano wengine wanazungumza kanda ya Ziwa labda na aina ya vitu wanavyotumia, hasa zile products za kwenye ziwa na vitu kama hivyo. Sijui kama unanielewa, lakini kuna mazungumzo kama hayo yanaendelea. Kuna uhusiano wote? Nimekuelewa. Kuna baadhi ya saratani ambazo kwa kweli mazingira yanachangia. Kwa mfano hata watu walikuwa wanatoka maeneo ya Kilimanjaro, maeneo ambayo yenye ardhi ya volcano. Kuna baadhi ya saratani kama saratani ya koo la chakula na nyinginezo ambazo pia zimeonekana kuwa zaidi kwenye maeneo kama hayo. Pia saratani kama hizi kwa watu wanaokula samaki hao ambao wamekaushwa kwa kutumia moshi hawa, na wengine ambao wanakuwa wameachwa wazi mpaka hata wakapata fungus. Karanga ambazo zinakuwa zimeanikwa zikapata fungus. Okay. Kwa hiyo maeneo ambayo yana distribution ya namna hiyo pia unaweza kuona kwamba baadhi ya saratani zinakuwa zimeongezeka. Sasa swala la ziwa na vitu kama hivyo, nadhani pia inategemea kwamba labda ni kemikali gani ambazo zinatumika pengine wakati wa kuvulia hao samaki na vinginevyo. Kwa hiyo swala la distribution kwamba lipo kwa kweli, kwamba kuna baadhi ya maeneo kutokana na nature ya ardhi yake, kutokana na nature ya vitu ambavyo vinavyotumika vinaweza vikaongeza uwezekano. Kwa hiyo daktari, ni kwamba maeneo haya yanaweza kuattract zaidi tafiti za kina kuja. Ni sahihi. Na ndio hivyo tunahitaji operational research. Yani tafiti ambazo zitakazofanyika kutatua changamoto ambayo iko katika hilo eneo. Na hilo ni eneo jingine ambalo hata Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ameliongelea mara ya mwisho alipokuwa amekuja katika taasisi ya saratani na kueleza wazi kabisa kwamba anataka hili tukifanyike tupate majibu ambayo yametokana na practice yetu hapa nyumbani, tofauti na yale majibu ya kusoma kwenye vitabu kwamba ilifanyika Marekani ikaonekana hivi, ilifanyika Uingereza. Population inatofautiana. Kwa hiyo ametutask kwamba tupate majibu ambayo yanatokana na mazingira yetu, na tumelifanyia kazi. Na kwa sasa ukizungumzia kwenye masuala ya utafiti, ni tafiti gani ambazo tayari zipo kutoka kwenu kama taasisi, hasa kwenye haya masuala ya saratani? Tafiti zimefanyika, tafiti nyingi, lakini nitakupa tu mfano mmoja. Kwa mfano ukija kwenye saratani ya shingo ya kizazi, zamani watu tulikuwa naitibu tu kwa mionzi peke yake, lakini baadaye tukafanya tafiti pia kugundua kwamba kumbe kutoa tiba kemikali pamoja na mionzi kunaongeza uwezekano wa saratani kupona na mgonjwa kuishi kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kuna tafiti nyingi ambazo tumezifanya katika maeneo ya hizi saratani ambazo tunadili nazo, na tunaweza kutumia hata baadhi ya data za kwetu kuboresha utendaji wetu, tofauti na kutumia zile data ambazo unazipata kutoka Marekani na Uingereza na kwingineko. Yes, kuna baadhi ya vitu ambavyo tunashare, lakini kuna maeneo ambayo wanakuta kwamba tuko tofauti. Naam, daktari, kutokana na kwamba umekiri kumekuwa na ongezeko la wimbi la wagonjwa saratani sasa, na ukazungumza kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikawa vinachangia ni mtindo wa maisha na vitu kama hivyo, kama taasisi mna mkakati gani wa kuimarisha kinga katika eneo la kinga ili kuzuia taasisi kuja kuelemewa na mzigo wa wagonjwa katika siku za usoni? Ni sahihi kabisa. Wanasema kwamba kuzuia ni bora kuliko tiba, na tiba ya saratani ni ghali sana, na niseme tu kwamba ni nchi chache katika Sub-Saharan Africa ambazo zimefanya uwekezaji mkubwa kwenye matibabu ya saratani kama ilivyowekeza nchi yetu. Nchi yetu imewekeza, ukilinganisha na wenzetu wa Kenya wamewekeza zaidi kwenye private sector, lakini sio kama serikali. Sisi huku kwetu ni serikali ndio ambayo imewekeza. Kwa hiyo tuna kitengo cha kutoa elimu kwa wananchi, lakini pia tuna idara ya tiba mkoba ya Mama Samia Suluhu Hassan ambayo tumekuwa tukizunguka maeneo mbalimbali nchini kuwajengea watumishi wenzetu wa afya uwezo, lakini pia na kufanya screening. Na kipindi cha miaka 4 iliyopita tumescreen watu zaidi ya 200,000 katika maeneo mbalimbali nchini. Sasa tunapoenda huko, tunaenda kwa sambamba pamoja na kuwafundisha watu, kwa hiyo kutoa elimu kwa wengi. Na pengine nitumie nafasi hii
kwenye hilo swala la elimu. Nadhani kuna mtu mmoja of late ametoa clip moja akiongelea kuhusiana na swala la biopsy ambayo inatumika katika ugunduzi wa saratani, kipimo cha biopsy. Unajua, ili ujulikane kwamba una saratani lazima uchukuliwe kipimo cha kinyama, sampuli. Sasa inaweza kachukuliwa kwa kukatwa au inaweza kachukuliwa kwa kutumia sindano. Ile ndio inakueleza kwamba una saratani na saratani ya namna gani na inatibiwaje. Sasa of late, nadhani ni wiki hii au wiki iliyopita, kuna dada mmoja ambaye alikuwa anawaambia watu, jamani, msichukuliwe biopsy kwa sababu mkichukuliwa inaweza kusababisha kusambaa. Sasa hiyo ni kukosa elimu. Ndio bana nataka sisi hapa, hiyo ni kukosa elimu. Ni kipimo ambacho ni sahihi na ni kipimo pekee ambacho kinatumika duniani kote kugundua saratani. Huwezi ukasema kwamba mtu ana saratani kabla hujachukua sampuli ya kupima. Kwa hiyo tumeongeza elimu kwa watu na bado hatujawafikia Watanzania wote, lakini tunajitahidi kadri ambavyo inawezekana. Tumezunguka zaidi ya mikoa, zaidi ya nusu ya nchi tumezunguka na bado tunaendelea kuzunguka. Na umegusia hapo kipimo hicho cha biopsy. Pengine tupe kwa uelewa zaidi namna ambavyo kinafanywa na kwenu kama taasisi, ni kwa vipi mnatoa huduma hiyo? Kile kipimo inakuwa ni kwamba unaenda ile eneo ambalo unahisi kwamba lina saratani au lina shida. Inaweza kaa kuna uvimbe au kuna mabadiliko yoyote katika ngozi. Sasa ukienda katika ile eneo unachukua sampuli, unakata kile kinyama. Sawa, sio operation kubwa. Nyingi inakuwa ni vidogo tu, operation ndogo. Unakata kile kinyama, unaenda. Tuna mapathologist, watu wa kuangalia vile vinyama katika taasisi. Yaani sasa hivi tuna wataalamu wote, wabobezi wote. Kwa hiyo unachukua kile kinyama, unaenda unapima, baada hapo kinakuambia kuna saratani au huna saratani. Kwa sababu sio kila uvimbe ambao unaona mwilini kwako ni saratani, hapana. Sio actually asilimia kubwa hivyo vivimbe havina saratani. Vinakuwa ni vivimbe tu vya kawaida. Kwa hiyo tunachukua, tunapeleka kwenye maabara zetu, wataalamu wetu wanaangalia, wanakuambia kwamba hii ni saratani, kama ni saratani ya aina gani, na kama ni kutibiwa inaweza kutibiwa kwa njia gani. Sawa. Na inachukua pia muda gani hasa kwa majibu kutoka? Wiki moja. Ukichukuliwa kipimo leo, baada ya siku 5 hadi 7 majibu utakuwa umeshapata na utakuwa umeshajua kwamba kitu gani kinaendelea na unatibiwaje. Na yote hayo yanafanywa chini ya taasisi? Yote tunafanya katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Kumekuwa na watu wakizungumza kwenye mjadala kwamba kuna baadhi ya vipimo mnavipeleka nje ya taasisi kwenda kupima. Ni kweli au si kweli? No, hiyo inakuwepo. Kuna baadhi, kwa mfano kuna baadhi, hakuna taasisi ambayo inaweza kujitosheleza kwa kila kitu kwa 100%. Kuna baadhi ya vitu ambao unaweza ushindwe kujua kwamba ifanyeje, basi unapelekea Muhimbili na wanaangalia. Tunafanya sisi sote ni taasisi za serikali, kwa hiyo tunafanya pamoja. Lakini sehemu kubwa ya vipimo vyetu, iwe ni vya kinyama, iwe ni ni vya imaging kama MRI, CT scan, vyote tunavyo. Na sasa hivi tuna PET scan ambayo ina uwezo wa kugundua saratani kati inapokuwa imeanza, yani zile chembe zinapoanza kuleta mabadiliko. Ndio. Yani wakati ambapo hujaona uvimbe wala zile chembe zimeanza kuleta mabadiliko, ina uwezo wa kugundua kwamba hizi chembe zinaleta mabadiliko haya na haya, kwa hiyo zinaelekana zikawa na matatizo ya saratani. Kwa hiyo tunaweza kusema kwenye upande wa ugunduzi pia tumejiweka sawa sawa. Na daktari, kumekuwa na semi zinaendelea kwamba baadhi ya vipimo mnavipeleka nje ya nchi kama Afrika Kusini kwenda kupima. Au hospitali binafsi pia? No. Afrika Kusini kuna baadhi ya vipimo zamani kidogo tulikuwa tunapeleka kwenye program moja ya GPAC, ambayo sasa hivi vile vipimo tulikuwa tunapeleka Afrika Kusini navyo vinafanyikia hapa. Sehemu kubwa vile vipimo sasa hivi vinafanyikia hapa, au wakati mwingine kuna wakati tunalazimika kupeleka Nairobi kwa baadhi ya vipimo au kwenye hizi maabara za Lancet. Lakini naweza nikasema pengine hiyo ni 100% kwa 100. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni significant. Na nini ambacho kinafanya sasa mpeleke vipimo hivyo nje ya nchi? Wakati mwingine unajua iko hivi, kama ni tatizo ambalo lina wagonjwa wengi, ukifanya vile vipimo kwa pamoja unaweza tukasema kwamba unaweza sio tuseme maana cost effective ni kwamba ukiwa na vipimo vingi unatumia resources chache kuvifanya, maana unakuta resource ni ile zinahitaji ni ile. Kwa hiyo unafungua kiti moja ambayo ina uwezo wa kufanyia wagonjwa labda 50, ukafanya mgonjwa mmoja, kwa hiyo ni hasara. Kwa hiyo ukiwa katika mazingira ambayo vinakusanywa kwa pamoja vingi vikafanywa,
Okay? Kwa hiyo unakuwa umetumia zile reagents sawa sawa. Kwa hiyo katika mazingira ambazo kuna saratani ambazo ni chache sana, ambazo haziko nyingi, ni ngumu sasa kutumia rasilimali zote hizo kwa ajili ya mtu kipimo kimoja au viwili. Kwa hiyo wanaangalia center ambayo inafanya vipimo vingi kwa pamoja. Kwa hiyo Lancet wamekuwa na huo taratibu na maabara South Africa na maabara Nairobi. Kwa hiyo ni kweli kuna baadhi ya vipimo, lakini ni vichache sana. Na sio kwamba vipimo vyetu vina changamoto yoyote ya kiufundi. Hapana. We have top class skills. No. Ile lazima nieleze, tuna wataalamu ambao ni top class. Okay? Ambao umekuwa trend, ambao wana exposure ya kidunia. Mimi mwenyewe naweza nikakwambia nimefanya kazi maeneo mengi sana, sio Tanzania tu. Kwa hiyo tuna wataalamu ambao we have world class specialists. Yeah. Kwa hilo ondoa. Napenda niweke sawa sawa. Na hapo umegusia kwamba gharama inakuwa nafuu vipimo vikifanyika sehemu nyingine tofauti, kama mtu mmoja pekee ndo mnataka kupima. Sasa kwa uelewa wa kusafirisha hivi vipimo, kufanyiwa matibabu hayo, gharama haziwiani ama zinakuwa kwa nani? Kwenu taasisi ama kwa mgonjwa? Kwa mteja. Kwa sababu ni mmoja kwa 100. Hizo inapohitajika kupeleka hicho kipimo labda South Africa au Nairobi, hiyo inakuwa ni gharama ambayo inalipiwa na mtu. Lakini mtu akishindwa, kuna utaratibu wa social welfare ambao tunaotumia kuchangia. Okay, kwa sababu niwaambie kitu kimoja, hivi vitu ni vitu ambavyo ni ghali sana na itakuwa sio sawa kufikiria kwamba serikali itaweza kufanya kwa 100%. Kwa hiyo kuna portion ya wagonjwa wanachangia, lakini pale ambapo wagonjwa wameshindwa kuchangia, idara yetu ya social welfare inakufanyia tathmini, kweli wewe huwezi kuchangia, unafanya kazi gani, kipato chako kikoje. Baada ya hapo then kile ambacho uweze kuchangia, idara ya social welfare inakulipia. Sawa daktari. Na katika hilo Dr. Tarehe 28 mwezi Agosti mwaka 2025 kwenye kampeni zake aliyekuwa mgombea wa urais wa CCM ambaye sasa hivi ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan alieleza kwamba magonjwa kama vile magonjwa ya saratani, magonjwa makubwa haya, the NCDs, kama saratani, kisukari, magonjwa ya moyo, figo, yatakuwa sasa yanapimwa na kutibiwa bure, ambayo inakwenda sambamba na utekelezaji wa hii sera ya bima ya afya kwa wote. Kwa nini mpaka sasa hatujaanza kutibu bure saratani kama ambavyo mgombea aliahidi kwenye kampeni zake? Kwanza mimi niseme kwamba ile ahadi, kabla hata mgombea hajatoa hiyo ahadi, alikuwa tayari ameshaitekeleza kwenye upande wa saratani. Kwa sababu nitakupa mfano mmoja. Ndiyo. Matibabu ya mionzi ambayo mtu anatibiwa kwa muda wa wiki 5 hadi 6, gharama yake ni milioni 5. Sawa? Pale katika taasisi ya saratani Ocean Road, mgonjwa anaomba kuchangia 100,000. Milioni 4 na 900,000 analipiwa na serikali. Si unaelewa? Na hiyo 100,000 akishindwa kuilipa, bado ustawi wa jamii watampa yeye waiver, atatibiwa. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mgombea alikuwa tayari ameshaanza kulitekeleza hilo kwa nguvu zote, alikuwa ameshawekeza katika utaratibu huo. Sasa alichosema mimi nakumbuka ni kwamba wagonjwa watatibiwa wale ambao watakaokuwa wameshindwa kuchangia. Okay? Hakuna mgonjwa ambaye atakayenyimwa matibabu. Na mpaka sasa hivi, especially katika hili eneo letu la saratani, ninakuambia kwamba zaidi ya 80% ya wagonjwa wanatibiwa bure. Nikisema bure ina maana kwamba serikali inalipia. Kwa sababu kama mtu anachangia 5% anatushakiwa, 95% ni serikali. Haiko kokote pale katika hizi nchi za Afrika. Kwa hiyo hilo limetekelezwa, na sasa hivi na hii bima na huu utaratibu mpya wa Universal Health Insurance, kwamba kila mtu atakuwa na hiyo bima. Tena niwapende sana kuwaomba watu wajiingize kwa makundi katika hili swala la bima, kwa sababu litakuwa ni mwarobaini kwa sehemu kubwa sana. Mnachangia wengi, alafu wanapougua sasa wanaweza wakapata matibabu, lakini serikali pia imewekeza eneo hilo. Kwa hiyo lakini daktari, unavyosema bure, bado kuna vilio na malalamiko mengi kwa wananchi kwenye jamii kuhusu gharama kubwa za matibabu, na baadhi ya familia ambazo zimekuwa zikiuguza wagonjwa wa saratani
tumeshuhudia nyingine ziki undergo zikiingia kwenye hali mbaya ya kiuchumi. Na kuelewa kabisa, ninasema kwamba wanatibiwa kwa kuchangia, na hata pale ambapo wameshindwa bado wanapata miezi bure, wanapata tiba kemikali bure, wale ambao wameshindwa kuchangia. Lakini wale wenye uwezo wa kuchangia bado tunawaomba na tunawaasa wachangie, na huo ndio umekuwa ni utaratibu, na umekuwa ni utaratibu ambao nakwambia hauko katika hizi nchi zetu kokote, ukiachia Tanzania. Daktari, nyinyi mnapima vipi kujua huyu ana uwezo wa kuchangia na huyu hana? Ndio hivyo nikakwambia kwamba hivi tuna idara yetu ya ustawi wa jamii. Wale ni watu ambao wamesomea mambo ya jamii, wana uwezo wa kufanya tathmini na kujua kwamba bana, hivi wewe ulipo unafanya kazi gani, kipato chako kwa mwezi ni kiasi gani, familia yako ikoje. Wanaangalia kwamba katika hiyo 100,000 au katika 500,000 utaweza kuchangia kiasi gani. Wanaona pengine utaweza kuchangia shilingi 100,000. Kuna wengine ambao unakuta kabisa uwezo wanao, lakini bado wanapata changamoto, wanapata shida kulipia katika afya zao. Tunakutana na hao. Hakuna system ambayo imekamilika kwa 100%. Wapo, lakini cha msingi nataka uelewe hapa, hakuna mgonjwa ambaye anayerudishwa kutoka hospitalini bila kupata tiba kwa sababu ukosa fedha. Hiyo kwa upande wa Ocean Road haipo. Kwa upande wa Ocean Road haipo. Njooni muangalie mifumo yetu hiyo kwa upande wa Ocean Road. Na Mheshimiwa Rais alipotoa tena lile agizo, ndio kabisa. Lakini bado suala la kuchangia liko pale pale. Una uwezo wa kuchangia kwango fulani, changia, serikali nayo italipia hizo. Na umezungumza hapa pia kuhusu bima. Huwa mnahitaji bima za namna gani? Kwa sababu kuna malalamiko kwamba wale wenye bima wakija na bima, kuna baadhi ya huduma wanazipata na kuna baadhi ya huduma inabidi waingie mifukoni walipie. Sasa ni bima ya namna gani ambayo mgonjwa wa saratani anahitaji ili iweze kumudu matibabu yake yote? Kwanza ukija kwenye swala la NHIF kuna hii bima ambayo inaitwa standard. Hii sisi ambao ni wafanyakazi ambao wanafanya kazi unakatwa kila mwezi kwenye mshahara wako. Ile bima huwa inakava kila kitu. Ile bima inakava kila kitu. Ile ambao unakatwa bima yako kwenye mshahara kila mwezi. Sasa kuna hizi bima za vifurushi. Hizi bima za vifurushi wanakuambia kabisa itafanya 1, 2, 3. Na hilo la vifurushi mimi naomba nisiliongelee kwa sababu bima ya afya wenyewe NHIF wakati wanapotoa vile vifurushi wanaongea na yule mtu ambaye ananunua kile kifurushi kwamba hichi kifurushi chako kitakuwa kina cover eneo hili na hili na hili na hili. Sasa sisi anapokuja na kile kifurushi chake naambia kwamba ana cover eneo hili na hili na hili, eneo hili halikavi. Kwa mfano ndio kwamba mtu anaweza kanunua kifurushi cha shilingi 500,000. Sivyo, kwa mfano vipo vya 500,000, 600,000, viko vya milioni. Sawa. Unakuja unajikuta kuna baadhi ya dawa tu mzunguko mmoja zinachukua zaidi ya milioni 1, milioni 2. Sasa inategemea kwamba kile kifurushi chako ulinegotiate nao namna gani. Sasa kama kile kifurushi hakikavi, ndio unaambiwa kwamba ile nyingine ambayo haikavi uongezee. Lakini ukashindwa kuongezea, bado unafanyiwa tathmini. Kweli umeshindwa kuongezea? Umeshindwa kuongezea kweli au umekataa? Sasa kama nilivyokuambia, ni eneo ambalo tuna watu wabobezi wa kuliangalia, watu wa ustawi wa jamii. Kwa hiyo wana uwezo wa kuangalia, kuna namna anavyokuuliza maswali. Mpaka watafikia mahali watajua unachosema ni kweli au ni uongo. Watajua familia, watajua majukumu yako, watajua kipato chako kwa njia moja au nyingine. Na watajua kwamba kwa jinsi ulivyosema bana, wewe una uwezo wa kuchangia kiasi hiki au wewe una uwezo kabisa, wanakuandikia 100% msamaha. Mkurugenzi, kuna baadhi pia wagonjwa wamekuwa wakitelekezwa hospitalini na ndugu zao kutokana tu na gharama ambazo unakuta ndugu anashindwa kumudu kuendelea kuwatolea. Kwenu mnashughulika nalo vipi? Kwa upande wa Ocean Road hatujaona mgonjwa yote ambaye ametelekezwa of late. Kwa kipindi cha karibu mwaka mmoja sijasikia mgonjwa ambaye ametelekezwa na ndugu kwa sababu ya gharama. Ila huko nyuma walikuwa wanatelekezwa. Hapana, kwa Ocean Road, kwa Ocean Road hapana. Kwa Ocean Road hakujawa na mgonjwa ambaye ameletwa na ndugu alafu akatelekezwa kwa sababu ya gharama. Hilo halijawahi kutokea. Kwa sababu nyingine labda imetokea. Masuala mtu anaweza kaletwa alafu labda pengine ndugu zake wanaishi mbali na nini, basi anakuwa yuko peke yake tu. Sio kwamba ametelekezwa, lakini ni kwamba ni kutokana na hali ya familia ndio ameshindwa kuja kumwangalia.
lakini sio kwamba ametelekezwa kwa sababu ya gharama. Hiyo haijawahi kutokea katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Na tena sasa hivi aliposema Mheshimiwa Rais ndio kabisa hutarajii kitu cha namna hiyo, lakini haija, kwa sababu toka taasisi ianzishwe, yani ni kama tunaweza tukasema kwamba ni kama vile imekuwa ikitoa sehemu kubwa ya matibabu yake yamekuwa kilipiwa na serikali, sehemu kubwa uchangiaji kutoka kwa wananchi. Tiba saratani ni ghali. Nimekupa tu mfano mmoja wa shilingi milioni 5 za tiba ya mionzi, alafu naambiwa changie shilingi 100,000. Kweli utasema kwamba hiyo imekuwa kikosa, na hiyo 100,000 ukiishindwa bado matibabu unapata. Kwa nini msimalizie tuna hicho kidogo kilichobaki? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Lakini kama mmeshakula ng'ombe mzima kwa mbaki mpia. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Lazima watu washirikishwe kwenye afya zao. Lakini ujue zile mashine pia zinahitaji matengenezo, zinahitaji vitu vingi. Hizi madawa makubwa yanayotumika kwenye kutibu saratani yananunuliwa kutoka nje ya nchi. Hatutengenezi hapa. Sasa katika utaratibu wa namna hiyo, yani lazima kuwepo na aina fulani ya uchangiaji ili ile fedha kidogo irudi iweze kurejesha. Lakini uweze kutoka ukatekeleza kwa 100%, nadhani hiyo itakuwa na changamoto. Sawa daktari, tutarejea hapa kuendelea na mjadala mara baada ya mapumziko mafupi. Tukumbushe tunaye hapa Dr. Diwani Msemo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road. Mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road kufahamu mengi pia ambayo yamekuwa yakitolewa katika huduma ndani ya taasisi hii, Dr. Diwani Msemo. Na katika mwendelezo wa mjadala wetu yapo mengi, miongoni ni pamoja pia na matibabu ama vipimo ambavyo vimekuwa vikichukuliwa. Kuna baadhi ambao wamekuwa wakifanya vipimo vya saratani kwa hapa nchini, wanapata majibu kwamba wana saratani, lakini wengine wamekuwa wakipima katika taasisi ama hospitali nyingine nje ya nchi, lakini majibu yanatoka tofauti. Nini ambacho kinasababisha utofauti wa majibu ambayo mtu anaweza akapata kwenye vipimo na vice versa pia inaweza ikatokea? Second opinion wanakuta mambo yanakuwa vice versa sometimes, sio muda wote. Kwanza hicho sio kitu ambacho ni cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Pengine kinaweza katokea kwa mgonjwa mmoja kwa 100. Na ndio masuala ya second opinion katika masuala ya tiba kwa ujumla ni kitu ambacho ni sahihi, na sio tu kwamba anaweza akafanya alafu akaonekana anayo alafu akaenda kwingine akaonekana hana. Pia anaweza akafanya huko India akaonekana kwamba anayo, akija hapa akaangalia akaonekana kwamba hana. Ni makosa ya kibinadamu ambayo yanaweza akatokea, technical error katika wale wasomaji, yanaweza kumtokea mtu yoyote. Sasa tatizo lilo nalo ni moja, kwamba mtu anaweza akawa amekuta hiyo changamoto mtu mmoja kwa 100 kwa 200, basi inaenda viral. Kwamba bwana nilipima hapa nikaonekana kwamba nayo, nimeenda kule nimeonekana kwamba sina. Hajui kwamba the opposite is also the case, kwamba ni technical error tu ambazo zinatoka, zinaweza kumfikia mtu yoyote yule. Kwa hiyo hili naweza kusema sio tatizo, hatuwezi tukalisema kabisa kwamba ni tatizo, kwa sababu hata ukiangalia kwenye takwimu hatuna hizo takwimu. Ni hii mtu anakuambia nilienda nikapimwa, tuonyeshe ulipimwa wapi, tuangalie na sisi sample zetu kwamba zinasemaje. Kwa hiyo hatuna hard facts katika hilo, yanabakia tu kwamba ni hearsay. Sana namna hiyo zipo nyingi sana za watu wanasema tu si habari za mitaani bwana. na kuna swali lingine sasa nitaliweka kwa namna ambayo pia nilielewa kwenye matibabu yanayotolewa kwenye chemotherapy. Inaelezwa kuwa seli zinakuwa zinachomwa ambazo zina saratani. Sasa kwa maeneo mengine inaonekana seli zote zinakuwa zinachomwa, na hivyo kumsababisha mtu hata ndio ile anapata upungufu wa nywele na hata zile ambazo zinakuwa hazihusiki. Tofauti na tunadhoofika sana maeneo mengine ambao wanatafuta seli ambayo imekuwa na saratani ndio wanashughulika nayo mahususi, ndio wanaoichoma. Ngoja nikwambie, zile chemotherapy au tiba kemikali mtu anapewa kupitia damu, mfumo wa damu, na inapoenda kule mwilini, tafiti zilifanyika kabisa, kaonekana kabisa kwamba hii dawa ni nzuri, itatibu na kumaliza tatizo hilo. Lakini wakati huo aina ya seli mwilini ambazo
zina ukuaji sawa na ile seli ambayo ina saratani, nayo zinaweza ikaathirika, lakini ile seli nyingine itarecover baada ya muda, wakati hii ya saratani itakuwa imekufa. Ndio hayo unakuta kwamba mtu na mara nyingi inakuwa ni hizi seli ambazo zinazaliana kwa haraka kama za nywele, kucha na nini, kwenye GIT, vitu kama hivyo. Kwa hiyo na ndivyo ilivyo, kwamba ndio tunaita side effect. Side effect kwamba yes, utatibu hii dawa utaipeleka, itamaliza hili tatizo, lakini itakuwa na athari kidogo kwenye hii cell, lakini baada ya miezi 3 miezi 6 baada ya kumaliza ya matibabu, nywele zako zitakuwa zimeota kama kawaida. Sasa hilo ni kuna vitu ambavyo vinaitwa targeted therapy, lakini sio kila ambayo ina target tu kile kitu, lakini hiyo sio kwa kila aina ya kansa, sio kwa kila aina ya kansa, ni baadhi ya kansa. Kwa hiyo swala la wewe kunyonyoka nywele au kunyonyoka nywele kwa ajili ya matumizi ya hizi dawa ni swala ambalo liko duniani kote. Liko duniani kote. Sasa unachoangalia ni kwamba unapata nini. Utanyonyoka nywele kwa miezi 3-6, lakini maisha yako yatakuwa yamerejea kawaida. Sasa kipi ni kipi? Kwa hiyo ni swala ambalo unajua mwanadamu hajakamilika, na ndio maana tafiti tunaendelea kuzifanya kila siku. Tena tungetamani tuwe na hiyo tiba ambayo haitaondoa nywele ya mtu hata mmoja. Lakini inasemekana kwenye baadhi ya hayo matibabu wengine wanakuwa tu hawaoneshi au kupata dalili. Ngoja nikwambie kitu kimoja, watu ambacho wanachanganya hapa. Kuna dawa zaidi ya 150 aina mbalimbali za kutibu saratani, kwa sababu saratani nazo ziko nyingi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu mwingine ametibiwa na dawa fulani kwa sababu ana saratani fulani, anakuambia mimi bwana sikutoka nywele, ulikuwa na tatizo gani? Na mimi nilikuwa na tatizo gani? Hasa watu wanajua anachanganya kidogo. Akisikia saratani anafikiri kama labda ni ugonjwa mmoja tu. Kwa hiyo njia ya kutibu ni hiyo moja. Kwa hiyo mtu anakuambia mbona mimi nilitibiwa nikawa hivi au hauko hivi? Ulikuwa na saratani ya namna gani? Na ulipata dawa za first line, second line, third line na kwa sababu gani? Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia. Lakini pia kuja kwenye masuala pia ya lishe, mazingira, yote hayo pia yanachangia jinsi gani mwili wako utakavyoweza kuhimili hayo matibabu ya saratani. Okay. Sawa daktari, lakini kuna namna yoyote ambayo mna feel kama taasisi kwamba kuna mzigo mnaopata sehemu fulani? Kwa mfano katika eneo la idadi ya wataalamu mlionao vis-a-vis idadi ya wagonjwa mnaohudumia, ama ukubwa wa teknolojia iliyopo vis-a-vis ukubwa wa tatizo lililopo, kuna sehemu yote ambayo mnaona kama kidogo mnapata mzigo sehemu fulani? Ni sahihi kabisa, mzigo upo. Bajeti haijawahi kutosha hata siku moja. Ni sehemu gani hapa hasa nyinyi? Kwa sababu kwa mfano ukija kwa mfano kwenye upande wa wafanyakazi, tulikuwa tunahitaji takriban wafanyakazi 650 hadi 700 kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu pale, sawa, lakini tuna takriban wafanyakazi kama 480 kama 500. Kwa hiyo tuna upungufu. Tuna upungufu. Kwa hiyo inabidi wafanyakazi wetu wafanye extra duty na nini ili kuhakikisha kwamba zile shughuli zinaenda. Kwa hiyo mzigo ni mkubwa. Nitakuwa Mungu kuambia kwamba ule mzigo kwa 100% ni mwepesi, haujawa mwepesi. Haujawa mwepesi, lakini commitment ya watu wetu ndio ambayo inasababisha ule mzigo uende uzuri. Of course, na serikali kila inapata nafasi. Kwa mfano juzi tu Jumatatu tumeletewa wafanyakazi 50 idara kuu ya utumishi, wameanza induction training. Yani kila kunapokuwa na nafasi serikali inatupatia watu tunawatrain ili waweze kuendelea contribute kwenye. Kwa hiyo kuna mzigo ni mkubwa, wafanyakazi hawatoshi, lakini taratibu ziko za kuongeza kila mara. Ukija kwenye swala pia la madawa hivyo, dawa zinazohitajika ni ghali, gharama kubwa. Serikali inatoa fedha, tena fedha nyingi tu, karibu bilioni 8 hadi 10 kila mwaka kwa ajili ya matibabu, lakini bado pengine angetoa bilioni 30 ndio tungefurahi zaidi. Yani unajikuta kwamba unavyowekeza, yani mahitaji yanazidi kuongezeka kwa sababu kweli wagonjwa wanazidi kuongezeka. Huo ndio halisia. Kuhusu kwa train pia madaktari, umesema mna madaktari bingwa bobezi. Tuna training program. Tuna training program pale Ocean Road
ambao tuna train. In fact naweza nikasema ni train ya kikanda kwa sababu tumetrain madaktari wanaotoa hizo huduma Kenya, Rwanda, DRC wako kule, Uganda, Komoro tumetrain. Kwa hiyo 40% ya watu ambao tumetrain pale kwenye upande wa kansa ya madaktari ni wa nchi zinazotuzunguka. Kwa hiyo tuna training program ya madaktari, tuna training program ya wauguzi katika ile eneo la saratani, tuna training program ya hawa wataalamu wa tiba ya mionzi. Lakini sambamba na hilo pia tumepeleka watu wa Afrika ya Kusini wanasoma, tuna watu wako Uingereza wanasoma, kuna watu wako katika nchi nyingine za Ulaya wanasoma, na wamekuwa supported na serikali katika mpango wa mafunzo. Kwa hiyo tuna watu ambao tunasomesha, lakini kuna wengine ambao wako nje ya nchi pia wanasoma. Sasa wakati tunaelekea kumalizia, natamani tukujua pia vision yako kama mkuu wa taasisi, kwa sababu licha ya kwamba tuko specialized kwenye kutibu saratani, kwa tunatarajia tuwe na vitu vingine pia ambavyo vinaendana na eneo hilo. Kwa mfano kuwa na labda chuo kikuu ambacho ni special kwa ajili ya kuzalisha oncologists, lakini pia kuwa na kituo labda cha utafiti kikubwa na kufanya sasa Ocean Road kuwa kitovu cha tiba na utafiti wa masuala ya saratani Afrika Mashariki na Kati na hata Afrika nzima. Actually vision yetu kama taasisi ni kuwa kituo cha tiba cha kimataifa, na umeongelea masuala ya tafiti na chuo kikuu. Sisi ni sehemu ya chuo kikuu cha Muhimbili. Sisi ni idara ya chuo kikuu cha Muhimbili, na ndio maana hata watumishi tunawafundisha katika hayo maeneo wanapata vyeti kutoka chuo kikuu cha Muhimbili. Lakini pamoja na kutoa hayo yote, lengo letu ni kuhakikisha kwamba kwa takriban miaka 3 ijayo tuwe tumepata international accreditation, ithibati ya kimataifa katika maeneo 5 muhimu ambayo tunayashughulikia. Tupate ithibati ya kimataifa, na ile ithibati ina maana ni ubora. Sasa hivi kuna baadhi, kwa mfano kwa upande wa maabara tuna ithibati ya kimataifa. Kipimo chetu utakachopima hapa cha maabara, hata ukienda nacho India, kwa sababu ya ile recognition wanajua kwamba hiki ni sahihi. Kwa hiyo tunachotaka tiba nyingine, tiba mionzi, tiba kemikali, tiba na pamoja na radiolojia na maeneo mengine. Kwa hiyo maono yangu ya muda mfupi ni kuhakikisha kwamba miaka 3 ijayo kila huduma inayotolewa pale iwe ina ithibati ya kimataifa. Na hilo pia Mheshimiwa Waziri wetu Mchengerwa aliliongelea na amelitolea maelekezo mahususi. Kwa hiyo tumeanzisha mchakato, tuna kamati mbalimbali, tumeangalia kwamba ni wapi ambapo penye mapungufu na namna ya kuyaboresha. Kwa hiyo watu wanajitahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba miaka 2.5 hadi ijayo, hadi miaka 3, huduma zetu zitakuwa kimataifa. Na mpango gani pia kwenye eneo la uchunguzi wa mapema? Kwa sababu ukijaribu kufuatilia wagonjwa wengi wa saratani hasa katika nchi zinazoendelea wanakufa, na moja kati ya sababu kubwa ni kutokana na kuchelewa kugundua mapema. Katika nchi zilizoendelea tofauti yake ni kwamba wengi wanapona kutokana na kwamba wanaweza kugundua mapema. Sasa mnatumia mkakati gani kuhakikisha kwamba mnaimarisha eneo la ugunduzi wa mapema? Tuna directorate, kuna kurugenzi nzima ambayo inashughulikia na cancer prevention, udhibiti wa saratani. Ndio hiyo ambayo kwa kutumia kitengo cha tiba mkoba tunazunguka nchi nzima kufanya screening, lakini pia kutoa elimu. Na ninyi wenzetu wa habari mna mchango mkubwa katika hili, tunaomba mtusaidie. Unajua hata vita dhidi ya ukimwi, yani waandishi wa habari wasingekuwa wameishikilia kidedea, ikawa kila kongamano wanaliongelea, ni huko kijijini wanaongelea, kila mahali wanaongelea ukimwi, mpaka jamii yetu ikawa na uelewa. Fanya kazi kubwa sana, mpaka wengine wakaenda katika hatua kwamba wakawa na waandishi wa habari maalum wa habari za ukimwi tu. Sasa tunataka tuwe na waandishi wa habari maalum wa habari za saratani tu, tuje tukusomeshe, tukupeleke katika maeneo mengine upate exposure. Kwa lengo ni nini? Ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata hizi taarifa.
Sasa wakipata hizi taarifa watajitokeza. Kwenu mko tayari kuwalipia hizo gharama? Hapana, sitasema kwamba tutawalipia, kwa sababu tutawaelekeza wapi pa kupata mafunzo. Tutawafundisha tunayoweza kuwafundisha sasa. Sikiliza, tutawafundisha yale ambayo yako katika uwezo wetu, lakini yale ambayo yanahitaji kwenda huko nje kwenye baadhi ya makongamano tunaweza tukasaidia kukutafutia wafadhili, lakini sitakuambia kwamba tuta uwezo wa kulipia. Hapa hilo sitakwambia. Kwa hiyo tunataka ni elimu kwa wananchi, elimu ili watu akijisikia mabadiliko yoyote aweze kuwahi hospitalini, na sio kujisikia mabadiliko tu. Watu wana utaratibu kwamba angalau mara moja kwa mwaka ukiwa mzima kama jinsi ulivyo namna hii, useme kwamba leo naenda kumwona daktari, naenda kucheki 1, 2, 3 pamoja na saratani. Leo ngoja nikaangalie shingo ya kizazi pamoja na matiti. Ni saratani ambazo zinachangia sana kuathiri akina mama zetu. Kwa hiyo lakini yote hiyo haiwezi kufanyika kama watu hawana elimu. Kwa hiyo tunawaombeni sana kwenye swala la elimu kwa umma, mtusaidie ninyi waandishi wa habari. Mkifanya hivyo tutaweza kupunguza vifo, kwa sababu tutaweza kugundua watu katika hatua za awali, alafu tutatibu na watu watapona. Sasa hivi kuna swala la chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi ambalo serikali imelishikilia kidedea, imewekwa katika mpango wa chanjo wa taifa. Vitu kama hivyo tunataka mueleshe watu wasiogope kupeleka mabinti zao kwenda kufanyiwa chanjo. Na nyie pia mkurugenzi, mtupe ushirikiano kama ambao tumekualika hapa ukaja, kwa muendelee kutupa ushirikiano huo. Kwangu mimi na kwa taasisi yangu ushirikiano huo na kuhakikishia. Nimeacha vitu vingi nikasema hapana, ngoja leo nije hapa, lakini kabla sijaja hapa wafanyakazi wenzangu wamesha kuja hapa. Okay, mara nyingi tu. Okay. Kwa hiyo sisi tunatoa ushirikiano muda wowote, na ukitaka taarifa zozote please come. Naam, Daktari, tunakushukuru sana. Tunapokamilisha, ni upi ujumbe wako pia kwa wananchi hasa kuhusiana na masuala ya saratani? Ujumbe wangu kwa wananchi, nichukue nafasi kuwaomba kwamba wajenge utamaduni wa kuangalia afya zao, wasisubiri wakaumwa ndio wakaenda hospitalini, hasa kwenye upande wa saratani. Early detection saves life. Ukigundulika mapema, unatibiwa, unapona. Kwa hiyo wajenge utaratibu angalau mara moja kwa mwaka, useme ngoja leo niende kwa daktari nikamwone, nifanyiwe comprehensive check up. Kwa hiyo wakifanya hivyo tutawagundua katika hatua za awali kabisa na watatibiwa. Swala la saratani litakuwa ni historia, kwa sababu kama kuna katika magonjwa yasiyoambukiza, kama kuna ambao naweza kuambia kwamba unaweza ukapona kwa 100%, ni saratani. Ni saratani. Huwezi ukapona kisukari, huwezi ukapona pressure, utatumia dawa for the rest of your life, lakini saratani unatibiwa, unapona kwa 100%. Na mara nyingi uchunguzi mnafanya bila malipo. Tukisha uchunguzi pale tunafanya bila malipo. Tunafanya bila malipo. Tuna screen pale Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunafanya bila malipo. Kwa hiyo tumieni fursa hiyo, lakini pia ukiwa na bima yako, basi ukija unaweza ukaitumia. Lakini pia Dokta, hilo la bima pia kuzungumza na hizi taasisi za bima, kwa sababu kuna bima nyingine kama huumwi huwezi kwenda tu nataka kupima, unakuta hamna hiyo option mpaka wewe unaumwa. Na kuna baadhi ya vitu, kwa mfano daktari, yani lazima kuwe na uhitaji fulani, yani wametengeneza mazingira kuwe na uhitaji fulani ndio bima iweze kukava ile kitu. Kwenye eneo la saratani kama nilivyosema, watu wakija pale tunawafanyia uchunguzi, yani kwa ajili ya screening ile tunafanya bure. Kwa hiyo ukiwa na bima, hata kama huna bima, na kama wanavyosema baadhi ya bima ndio kama hivyo wanasema mpaka uwe unaumwa, hilo lisikupe shida. Wewe weka utaratibu wako, njoo at least mara moja kwa mwaka, tutakuangalia. Achana na hizo intricacies za bima. Bima utaitumia utakapogundulika kama una saratani. Sasa bima utaitumia pale, itakulipia gharama za biopsy, itakulipia gharama za chemotherapy, itakulipia na gharama nyingine, itakuchangia nayo. Lakini ile sisi kuja kucheki kama tuangalie shingo ya kizazi, tuangalie matiti, tuangalie PSA kama mwanaume na vitu kama hivyo, ili tunafanya. Serikali inakulipia hiyo. Serikali inakulipia. PSA ni ile ya tezi dume. Kuna kile kipimo wanaume wakiogopa sana, hicho nafikiri hakipo hicho. Hicho hakipo. Najua kipimo anachokiongelea. Usiogope. Hicho hakipo. Tafanya PSA. Kiona kwamba kuna dalili fulani, tafanya ultrasound, tafanya MRI, lakini kipimo anachokiongelea kile. Asante sana Daktari, tunakushukuru kwa kutenga muda
kujadili na kuzungumza nasi. Karibu tena wakati mwingine. Asante sana, nawashukuru sana na msisite kuniita siku nyingine au kuwaita watu wangu. Tuko pamoja katika mapambano dhidi ya saratani. Asante sana. Asante sana. Ni Dr. Diwani Msemo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road, na ndivyo ambavyo tunakamilisha